Hello, habari wapendwa, karibuni sana. Mimi naitwa Dr. Mary. Mimi ni mtabibu wa mitishamba pamoja na tiba asili. Karibu sana. Kama wewe ni mara ya kwanza unatazama video hii, na kuomba subscribe ili wa kwanza kupata video zangu pindi ambapo natoa darasa jipya, ili uweze kuliona kwa haraka. Na wakaribisheni sana. Pia namshukuru Mungu sijambo kabisa. Karibuni nyote. Chaneli yangu haichagui, haibagui. Mtu yoyote anaruhusiwa kutazama na kujifunza namna ya kutumia miti katika kuondoa changamoto katika afya ya mwili. Mpendwa mtazamaji, tunaenda kwenye darasa ambalo darasa la leo itahusiana na mti na mmea wa mvuti. Huu hapa ni mvuti. Mara nyingi unapatikana maeneo mengi sana kulingana na sehemu na jina lake, lakini naufahamu kama mvuti katika tiba. Lakini mvuti huu wa huku wa pwani ni tofauti na mvuti wa bara. Kwa hiyo mvuti huu unaweza ukaukuta watu wanaweka fensi katika nyumba sasa huku pwani, na Dar pia hii miti inapatikana sana. Kwa hivyo karibuni sana wapenzi. Katika video hii naenda kufundisha namna ya kutatua changamoto kwa wale ambao wanaosumbuliwa sana na maradhi ya nguvu za kiume, lakini pia nitaenda kufundisha kutatua changamoto ya bawasiri. Kwa wewe unaosumbuliwa na bawasiri, imekuchosha kwa muda mrefu. Watu wengi sana wananitumia meseji na kuniuliza changamoto ya bawasiri, naweza nikapata tiba yake ni nini? Basi tiba yake naenda kukuwekea hapo ili uweze kujitengenezea mwenyewe. Tiba ya bawasiri iwe ni ya ndani au ni ya nje, unachotakiwa kufanya uchume majani ya huu mmea pamoja na mizizi yake. Mizizi yake utaichimba na utaitwanga ikiwa hivyo mibichi, na utaichemsha pamoja na majani yake, na utakuwa unakunywa kutwa mara 3. Wanaosumbuliwa na bawasiri ya nje au ya ndani, hii hapa ndo dawa yake. Na hii dawa unaweza kutumia siku 21 mpaka pale utakapoona uvimbe umeisha. Uvimbe tena haupo. Bawasiri ni ugonjwa ambao unasababishwa na mfumo wa umeng'enyaji, na kwa watu ambao wanakaa na choo muda mrefu hawaendi kujisaidia, basi hili tatizo linaweza linawakuta sana. Na watu wanaotumia sana vyakula vya gesi na vyakula vigumu. Kama wewe unatumia vyakula vigumu, hakikisha unatumia na ndizi. Uwe na ndizi au juisi ya matunda kwa ajili ya kulainisha choo, ili bawasiri sije kakurudia tena. Mwingine anaweza akatumia dawa ya bawasiri, lakini bawasiri unakuta inamrudia mara kwa mara. Kwa hiyo hii hapa ni dawa yake na ni tiba yake kabisa. Ila zingatia tu, unapokula mlo wako hakikisha mlo wako una kilainishi. Hauli vitu vigumu, na hakikisha unapata chakula laini ambacho kinaweza kikameng'enywa kwa urahisi na kikatoka kwa urahisi. Usipendelee kula vyakula vigumu sana. Na kwa nini mtu anapata bawasiri? Kwa sababu mtu anaenda choo mara moja tu, ndio inaweza ikamkuta anapata changamoto kama hiyo. Kwa hiyo unachotakiwa wewe, unatakiwa usio unakaa na haja kubwa muda mrefu, ili changamoto hii uepuke ya bawasiri. Kwa hiyo hii ndio tiba ya bawasiri kwa mtu yoyote, iwe ni mwanaume iwe ni mwanamke. Tiba yake ndio hiyo hapo. Utatumia huo mmea wa mvuti kwa kuchanganya majani pamoja na mizizi. Mizizi yake hakikisha umeitwanga, ila majani usiyatwange. Utayaweka tu kama yalivyo, utasafisha vizuri na utachemsha kwa muda kama dakika 15 mpaka 20.
dawa yako itakuwa tayari kwa matumizi ya kunywa. Kunywa ni glasi moja kutwa mara 3. Glasi moja kutwa mara 3, ndugu mtazamaji, ndo na dozi yake inavyopimwa. Utaitumia siku 21. Mpendwa mtazamaji wa video hii, ninaitwa Dr. Mary, na kuomba usubscribe, na kuomba share video hii, ulike na kucomment, ili chaneli hii iweze kuwa na watu wengi na pia familia iwe kubwa ya Dr. Mary. Tuendelee kupata tiba katika chaneli yangu. Kwa nipo kwa ajili ya kuwasaidia watu kutoa elimu ya bure kabisa. Unaweza ukaipata katika chaneli hii na wewe usiweze kuipata popote. Hapa ni miti zaidi ya miti. Inakuja miti zaidi ya miti na tiba tofauti. Kwa mpendwa mtazamaji, jumuika nami kila siku ninapotoa video, hakikisha una subscribe. Nakushukuru sana na asante sana, karibu sana.